Mtazamaji wa Uwondo TV, hujambo na karibu. Hii ni Uwondo TV, mimi naitwa Aidan Jeremiah. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo, pia makamu wa kwanza wa Rais Zanzibar, Othman Masoud Othman aka Omo, ameeleza hadha walizopata wakati wamezuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Rwanda nchini Angola. Omo aliyechapisha kupitia ukurasa wake wa X leo tarehe 14 Machi 2025 amesema kuwa mamlaka za Angola ziliwaachia saa 4 usiku wakiwa wamechoka. Nikimnukuu: baada ya mamlaka za Angola kutuzuia kwa muda wa takribani saa 8 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Centre de Fevereiro wa Rwanda jana Machi 13, 2025, mimi pamoja na viongozi wengine mashuhuri wakiwemo marais wastaafu kutoka Botswana na Colombia, waziri mkuu mstaafu wa Lesotho na baadhi ya wakuu wa vyama vya siasa kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika na kwingineko ulimwenguni. Hatimaye majira ya saa 4 usiku tuliachiliwa huru na kupelekwa katika hoteli ambazo tulipangiwa, huku tukiwa na machovu, ameandika Omo. Omo ameandika kuwa mkasa huo haujawakuta viongozi wa upinzani peke yao, hata balozi wa Tanzania nchini Zambia aliyekuwa kwenye msafara huo. Nikimnukuu: wakati hayo yakitokea nilikuwa nimeambatana na balozi wa Tanzania nchini Zambia, Luteni Jenerali Matthew Edward Mkingule, ambaye pia anaiwakilisha Tanzania nchini Angola, ameandika Omo. Omo amekielezea kitendo hicho kuwa ni cha aibu katika mawanda ya uhusiano wa kidiplomasia. Nikimnukuu: kitendo hiki cha aibu kidiplomasia kilichotekelezwa na mamlaka za Angola akikuwa na sababu hata kidogo, na kimetia doa dhana ya umoja wa Afrika, tena katika wakati ambao rais wa Angola ndiye mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yani AU. Hiki ni kitendo ambacho kinapaswa kurahaniwa vikali na Waafrika wote na watu wengine duniani wanaothamini na kutukuza misingi ya undugu iliyowekwa na viongozi waasisi waliopigania uhuru wa bara hili, ameandika Omo. Omo ameweka wazi kuwa pamoja na kuchukizwa na kitendo hicho, lakini moyoni mwake hana kinyongo na wananchi wa taifa hilo, kwa kuwa uhusiano wa kirafiki wa raia wa mataifa hayo haujawahi kuwa na dosari. Omo amesema kuwa leo ameamua kurejea nchini Tanzania na kwamba hana mpango wa kuendelea kushiriki kongamano la jukwaa la demokrasia lililotarajiwa lianze leo nchini Angola. Aidan Jeremiah wa Uwondo TV.